Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri japokuwa ni taratibu kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Young Africans leo hii wako uwanjani kuweza kuwakabili, wanazungumzia Mtibwa Sugar, moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri na wao sasa hivi katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wapo kinyonge kabisa. Sasa leo hii ni mchezo wa kwenda kukata na shoka. Ikumbukwe kwamba Young Africans ana rekodi mbili mbaya ambazo ametoka kuzipata hivi karibuni. Ni sare mbili ambazo alizozipata mbele ya Azam FC pamoja na TRA United. Sasa leo hii anataka kwenda kuvunja uteja, kwenda kuandika furaha kwa mashabiki zake na kuweza kuzitikisa nyavu za Mtibwa Sugar. Sasa mimi nimekusogezea hapa kikosi cha kocha hapa, nazungumzia Pedro, ambacho kitakachoanza katika mchezo huu mkubwa kabisa wa siku hii ya leo, ambapo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anakwenda kuifanya mwalimu hapa nazungumzia mwalimu Pedro. Ameweza kuwapanga kina nani? Kumbukwa kwamba Young Africans kwa sasa inakumbwa na wimbi la majeraha wengi ndani ya kikosi chao. Sasa sijajua kikosi chake kitakuwaje leo hii, mimi nikufunulie hapa uende kujua mwanzo mwisho kikosi chake kiko vipi. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans leo hii ipo dimbani majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki jioni hiyo, ambapo mara baada ya kuweza kumaliza kula maanju mati nini, unapitia kwenda kuitizama mechi ya wananchi wao wakiwa kibaruani siku ya leo, ambapo kocha Pedro ameweza kuweka kikosi chake bayana, ambapo golini anaendelea kuweza kusimama top goalkeeper, nazungumzia Djigui Diarra. Mwamba anatoa somo huku anajilinda ama analinda timu yake. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba huenda Djigui Diarra tayari pale kwenye kikosi cha Yanga si tu kwamba ni mchezaji bali ni mwanachama wa Young Africans. Huo ni utani kulingana na kile ambacho anachokifanya. Amekuwa akijitoa sana kiukweli, ukiweza kushuhudia namna ambavyo amekuwa akijituma zaidi. Pengine wanasema kwamba kama isingekuwa Diarra, huenda Young Africans katika mechi hizi mbili ambazo zilikuwa ni za ambazo wamepata sare, kama isingekuwa Diarra na ubora wake, basi Young Africans wangeangusha alama 3, yani kupokea kichapo katika michezo hii, kwa sababu ya ubora wake. Amekuwa akiweza kufanya save bora kabisa, save za kuweza kuibeba timu, na ndio maana wanakuambia kwamba kwa sasa Diarra ni mwanachama, yani mfia timu. Hiyo yote ni kulingana na kile ambacho kilichopo. Sasa beki namba 2 katika mchezo huu anaanza Atola Yao Kuasi. Unafahamu shughuli yake, mmoja kati ya beki ambaye ilienda injury, karudi ikawa iko fiti, lakini mwalimu matumizi yake ikaonekana kama hayaelewi hivi, kama vile mchango wake anaona ni mdogo. Ndio maana ukaweza kumuona Yao Kuasi yuko benchi, huku hapa nazungumzia Mwenda akipewa nafasi, jambo ambalo kwa sasa mwalimu ameona amnyanyue kwenye mbao Yao na kuweza kumpa nafasi ya kuanza katika mchezo huu mkubwa kabisa, huku kazi yake Yao unaifahamu, hainaga mjadala, kazi kubwa, jeshi likifanya kazi zake
uweze kuingilia mambo yake kwa sababu ya ubora ambao yuko nao. Ana uwezo wa kupiga mipira mirefu, ana uwezo wa kupiga pasi, kona. Nafikiri kama umemtizama Yao hahitaji maelezo mengi, atakuwepo katika mchezo wa leo hii. Huku beki namba 3 atakuwepo Mohamed Hussein Shabalala, mkali wa hizi kazi katika upande wa safu ya kushoto ya ulinzi, akiweza kulisukuma gurudumu la wananchi Young Africans kwenda kutafuta alama 3 muhimu kwa siku hii ya leo, kwa sababu sare sio jambo ambalo linalohitajika leo. Yani kitu ambacho wananchi Young Africans huenda leo wakitaki ni pamoja na kusikia habari za sare, kwa sababu ndio zitazidi kuwaweka katika nafasi ngumu ya kuzidi kuangusha point, na ikitokea wamefungwa ndio basi kabisa mambo yatakuwa yameharibika zaidi. Kwa hiyo leo hii niseme kama vile ni finali wanaenda kucheza wananchi. Huku beki namba 4 anasimama Frank Yasinki, unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao wamepewa nafasi hivi karibuni baada ya safu ya ulinzi iliyokuwepo ya Dickson Jobu pamoja na Baka kuweza kwenda injury. Unaweza kushuhudia kocha ana machaguo, inabidi Frank Yasinki asimame hapo kama beki namba 4. Beki namba 5 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni hapa nazungumzia Bakari Nondo mwenyewe. Tunafahamu shughuli yake, ni moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Amekuwa na ubora mkubwa, namna ambavyo anapiga ile mipira yake mirefu ya kichwa, namna ambavyo amekuwa ni msaada mkubwa kwa sasa. Anasema kama beki namba 5 na ndio namba ambao huwa anaicheza siku zote, akila zake ya usinga wa Young Africans kuiongoza katika mechi hii kubwa kabisa. Huko namba 6 anasimama si mwingine bali ni Damaro Kamara, unafahamu ufundi wake, moja kati ya watu makini kabisa katika eneo hilo. Amekuwa na ubora mkubwa, mwalimu ameendelea kuweza kumtumia na kuamini ya kile ambacho yuko nacho. Hapa nazungumzia Damaro Kamara. Kwa hiyo ataanza katika mchezo huo. Huku namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Starboy Alan Okello, nafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana kutoka pale nchini Uganda. Wametoa dirisha dogo na bado wanaendelea kuweza kuonyesha kile ambacho iko nacho kwa wananchi, licha ya kwamba bado hajafikia ule ubora ambao waliokuwa nao katika michuano ya AFCON. Kwa hiyo taratibu mambo yataanza kujipa. Huku unazungumzia namba 8 anasimama si mwingine bali ni kiungo Duke Abuya, anafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao pia ni wapigania timu, wafia timu, unaweza kusema hivyo. Wamekunywa maji ya bendera ya wananchi Young Africans. Kazi kubwa ambao wanaifanya kiwanjani haina kuchoka, kazi inapigwa kweli kweli, lakini ndio hivyo, pengine umsikii sana akiweza kuimbwa katika yale majina ya wachezaji ambao kwamba wanatajwa sana, lakini kazi yake imetukuka zaidi. Huku unazungumzia namba 9 atakuwepo Emmanuel Mwanengo akiweza kusimama katika eneo la namba 9. Nafahamu leo hii namba 9 hayupo. Young Africans namba 9 zake zote ziko injury. Clement Mzinze, Depu, hapa nazungumzia na Dube ambaye yeye hayupo kabisa katika orodha ya watu ambao wanacheza mchezo huu. Kwa ni dhahiri shaili kwamba wananchi hawana namba 9. Huku namba 10 anasimama Maxim pia Nzingeli, 11 akimaliza Profesa Waboli Pako Mzuzwa katika mchezo huu. Bana, mambo yatajionyesha katika kiwanja cha mchezo hii leo. Weka maoni yako, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu ambazo nakuwa na kusogezea